Yes, Kariakoo Derby imewadia tarehe 25 Juni, ndo Kariakoo Derby, na waamuzi wapya kutoka nje ya nchi wametangazwa kwamba ndio watauchezesha mchezo huo. Hatutakuwa na Arajiga, hatutakuwa na Kayoko, hatutakuwa na Mwinchui, hatutakuwa na Kefa Kayombo. Waamuzi sasa hivi wanatoka nje ya nchi. Kwa kuwa analyze hawa waamuzi, ni kwamba kwanza match kamishna wa mchezo huyu ni bwana Singano, bwana Omari Singano kutoka jijini Tanga. Yeye ndo atasimamia taratibu zote za mchezo, mwanzo kabla hata mechi haijaanza mpaka baada ya mechi inamalizika. Yeye ndo atasimamia hizo taratibu, lakini mwamuzi wakati ni mwamuzi kutoka nchini Misri. Hapa namzungumzia bwana Amin Mohamed Amin Omar kutoka nchini Misri. Huyu ni mwamuzi ambaye leo tutamwangazia kwa kifupi, lakini wasaidizi wake pia mwamuzi wa 3 na 4 wote wanatoka Misri. Lakini referees assessor, yule ambaye anatathmini sasa, mtathmini wa waamuzi, anatathmini performance yao, yeye anatokea nchini Somalia, bwana Ali Mohamed. Sasa focus yetu ipo kwa Amin Mohamed Amin Omar kutoka Misri. Huyu ni refa ambaye unaweza kusema ni refa bora pale nchini Misri. Anahesabika kama ndo refa bora katika ligi ya Misri. Bwana Amin Mohamed Amin, yeye alizaliwa tarehe 25 mwezi wa 9 mwaka 1985. Ana umri wa miaka 39 by the way. Ni mwamuzi ambaye amekuwa na tunasema muendelezo mzuri katika ligi ya Misri, na amechezesha anatumikaga hata katika ligi ya Tunisia. Nchi ya Tunisia huwa wanamuita katika michezo yao, katika michezo ya FA ya Tunisia, pia katika ligi yao ya ndani ya Tunisia. Kwa ni mwamuzi ambaye ana uzoefu wa kwenda nje ya nchi. Ameenda baadhi ya nchi za ukanda wa Arabuni, amechezesha pia mechi nyingi za nchi hiyo. Mwamuzi huyu kwa hizi timu za Simba na Yanga ana historia nazo. Amechezesha mechi ya Simba, amechezesha mechi ya Yanga, amechezesha pia mechi ya Taifa Stars. Kwa kuanzia mechi ya Simba, mwamuzi huyu alichezesha mechi ya Simba kati ya Simba na Horoya ya Guinea msimu wa mwaka 2022-2023, mechi ambayo ilisha kwa kipigo cha bao 1-0 ambacho Simba alikipokea kule jijini Conakry, Guinea, kutoka kwa Horoya. Alafu mechi ya Young Africans alichezesha msimu wa 2023-2024 katika ligi ya mabingwa, ile hatua ya robo finali, mchezo wa kwanza uliofanyika Dar es Salaam Benjamin Mkapa, ambapo ulisha kwa sare ya bila kufungana, bila. Yeye ndo alikuwa mwamuzi wakati katika ule mchezo. Pia timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars, amechezesha mchezo wake dhidi ya DR Congo katika michuano ya AFCON iliyofanyika Ivory Coast, michuano iliyopita ya AFCON. Yeye alichezesha huo mchezo ambao ulisha kwa sare ya bila kufungana baina ya Tanzania na DR Congo. Kama unakumbuka vizuri, ilikuwa ni katika hatua ya makundi. Sasa huyu referee ndiye atakuwa referee wakati katika huo mchezo baina ya Simba na Yanga. Ni mwamuzi ambaye panapohitajika kuonyesha kadi basi huonyesha kadi. Sio mwamuzi ambaye anaweza akamezea kadi. Kama unakumbuka uliangalia AFCON, mechi ya South Africa ilikuwa South Africa walikuwa wanacheza nusu finali na Nigeria. Kuna ile kadi nyekundu alimpa beki Grant Kekana, beki wa South Africa na Mamelodi Sundowns. Unaweza kugundua ni refa ambaye pale panapohitajika kutoa kadi basi utoa kadi. Kwa ni refa bora, ni jopo la marefari bora ambao wamechukuliwa kuja kuchezesha. Wapo watu watakaojiuliza kwamba Misri wao katika dabi walipata changamoto kwamba walihitaji marefa wa nje. Ligi ya dabi ya Misri ya Ahli na Zamalek huwa wanahitaji marefa wa nje, hawataki marefa wa Misri. Lakini hii ni kutokana na kwamba wao Ahli na Zamalek ndio wapinzani wakubwa kama ilivyo Simba na Yanga hapa Tanzania. Nao wanaamini marefa wao katika hizi timu mbili wanakuwa na ushabiki kwa hizo timu zao. Kwa hiyo sasa referee huyu kuja Tanzania kuchezea Simba na Yanga kutoka mbali kabisa, anatarajiwa kwamba hana mapenzi na timu yote baina ya hizi timu mbili, wala hatoki hata ukanda wa Sekafa, wala hatoki Kosafa, wala hatoki Afrika ya Kati,
Kwa hiyo anatazamiwa kuwa na maamuzi ambayo yatakuwa hayana upendeleo kwa timu zote mbili. Bwana, dabi ni tarehe 25 saa 11 jioni kinapigwa pale Benjamin Mkapa. Kumbuka Yanga anahitaji sare ama ushindi kuwa mabingwa wa msimu huu, wakati Simba anahitaji ushindi tu ili kuweza kuwa mabingwa. Gerald Fumbi hapa, nyuma ya kamera ni Mr. Voxley. Hii ni Male BTV.